Naitwa Matilda Zela, natokea Tabata. Nimekuja kwenye mahakama hii ya ardhi, mahakama kuu, kwa ajili ya shauri letu ambalo tumelifungua mahali hapa kwa kudai haki zetu. Sisi ni wahanga tulioporomokewa na jengo la Kariakoo. Ndani ya hilo jengo tumepoteza mali zetu, tumepoteza mitaji yetu, tumebaki kama ombaomba. Hatuna chochote, hatuna mbele wala nyuma. Tuna watoto wanashindwa kwenda shule, hata kula tunashindwa. Kwa hiyo tumeona njia sahihi ya kuweza kupata haki yetu ni kuja mahakamani ili tutendewe haki, tupate kile ambacho tumekipoteza katika lile jengo. Na lilikuwa ni mali zetu halali. Hatunyang'anyi mali ya mtu, tunataka halali yetu ndo tupewe. Na tunahitaji Mungu atusaidie katika hili. Kama ambavyo itakumbukwa, leo tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 tulikuwa tumekuja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania, Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam, kwa ajili ya kuwawakilisha wateja wangu hawa mnaowaona. Wako 50 wakiongozwa na Kanali Naftali Swai. Hawa walikuwa ni wafanyabiashara pale Kariakoo katika jengo ambalo liliporomoka mwaka 2024 mwishoni. Kwa hiyo tulikuwa tumekuja hapa kwa ajili ya land case, kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 ambayo iko mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae, na sababu ya kuja ilikuwa ni kuweza kudai fidia. Hawa wafanyabiashara walikuwa wamewekeza mitaji yao pale, lakini kuna baadhi yao walipoteza ndugu, kwa maana ya jengo lilipoanguka watu walipoteza maisha. Sasa hiyo yote inahitaji fidia. Kwa hiyo sehemu sahihi ya kuja kudai fidia hiyo ni hapa Mahakama Kuu ya Tanzania, Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam. Sasa kilichojiri leo ni kwamba bahati mbaya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae amepata dharura, ameshindwa kuwepo mahakamani, na badala yake kesi imeahirishwa mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili Rose Kangwa, na itakuja tena kwa ajili ya amri muhimu siku ya tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ikumbukwe tu kwamba wateja wangu wanaamini kabisa kwamba jengo lile limeporomoka kwa sababu ya uzembe wa wamiliki ambao walikuwa wanafanya shughuli zingine kinyume na utaratibu, ikapelekea kilichotokea. Lakini uzembe ule hauwezi kuachwa hivi hivi. Katika macho ya sheria, kila uzembe unapotokea lazima fidia iwepo. Sasa sehemu sahihi ya kuweza kuipata fidia ni hapa mahakamani. Kwa hiyo tusubiri tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ambapo mahakama itakuja kutoa amri mbalimbali muhimu kwa ajili ya muendelezo wa shauri hili ambalo liko hapa mahakamani. Wateja wangu wadai kulipwa fidia, na fidia ambayo wanaidai hapa ni shilingi bilioni 40, kwa sababu utakumbuka Kariakoo ni eneo la kibiashara. Watu wamewekeza mitaji yao. Kuna watu wamewekeza milioni 500, watu wengine wamewekeza milioni 10, wengine wamewekeza bilioni 1. Kila mtu na biashara aliyokuwa anaifanya kama mnavyowaona hapa. Sasa ile ni hasara ambayo hakuna mtu mwingine ambaye anatakiwa kuweza kuifidia isipokuwa waliosababisha ajali ile. Na ile mimi nasema ni ajali ya makusudi. Na kesi hii nafikiri itakuwa ni fundisho kwa watu wengine ambao wana tabia za kufanya vitu kinyume na utaratibu. Pengine sababu inafahamika kwamba kuna kesi inaendelea ya jinai kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hebu tueleze kwenye taswira ya kisheria ikoje hiyo, kwa sababu nyinyi mmefungua kesi hapa lakini kuna kesi ya jinai inayoendelea ambayo inahusu hao ambao nyinyi mnawadai. Ni utaratibu wa kawaida kabisa kwamba kesi ya jinai na kesi ya madai ni kesi mbili tofauti, na zinaweza zikaendeshwa zote kwa wakati mmoja kwa sababu zinaendeshwa katika mahakama tofauti, na haki inayotafutwa pale ni haki tofauti. Kule Kisutu inayotafutwa pale ni haki jinai. Wale wanashtakiwa kwa mauaji ya bila kukusudia, kama ambavyo nimesema awali kwamba kuna watu wamepoteza maisha kwenye jengo lile. Kwa hiyo ni lazima wawajibike kama wamefanya makusudi. Lakini hapa kinachodaiwa ni fidia. Sasa nafuu ambayo inapatikana Kisutu ni kwamba kama watakutwa na hatia watafungwa. Kufungwa kwao hakuwezi kusaidia kurudisha hasara ambayo hawa wateja wangu wameipata. Lakini hapa sasa kama watakutwa na hatia, maana yake ni kwamba watawajibika kulipa fidia ambayo tumeiomba, ambayo ni shilingi bilioni 40 za Kitanzania. Na hii bilioni maana yake mmekalkulate kwa ujumla wao? Tumekalkulate, tumepiga hesabu kwa mitaji yote ambayo ilikuwa imewekezwa kwenye biashara zilizokuwa zikifanyika kwenye lile jengo. Ni bilioni 40. Kwa hiyo kimsingi kama mahakama itaona kwamba tunayo haki, hiyo ndio fidia ambayo wateja wangu watapewa.